2025. Utakuja katika kipengele cha result hichi. Hapa ndipo ambapo utaweza kupata matokeo ya mtihani wa darasa la 4 uliofanyika 2025 pale tu yatakapokuwa tayari na baada ya kutangazwa na Baraza la Mtihani NECTA. Tutaingia katika kipengele cha kwanza ambao kifupi cha Standard 4 National Assessment SFNA. Tutaingia hapo. Baada ya kuingia hapo, itakuja linki mbalimbali kama tunavyoona, kila linki juu kuna mwaka. Kama tunavyoona linki hapa juu kuna mwaka, na hapa pia tunaona linki pamoja na mwaka. Naona mwaka pamoja na linki yake. Hii ikimaanisha kwamba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya darasa la 7 2025, basi linki itakuwa ya kwanza. Hii ya 2024 itasogea nyuma. Sasa tunachukulia hii ndio 2025. Sasa ili kuweza kuangalia matokeo baada ya kutangazwa, utabonyeza hapa chini kulipoandikwa result link 1. Itategemeana ametoa matokeo kwa kutumia linki ngapi. Inaweza kawa labda mwaka huo wakaamua kutoa linki mbili. Linki moja ni kwa ajili ya matokeo ya private, labda linki ya pili pamoja labda ni matokeo ya government schools. Kwa hiyo inategemea, lakini kama yote yatakuwa katika linki moja, basi tutaona result linki na namba 1 hapa. Tutabonyeza. Baada ya kubonyeza, basi utapata kuona mikoa. Kama tunavyoona hii ni mikoa. Tunachukulia sisi tunataka kuangalia matokeo ya darasa la 4 na mwanafunzi wetu amefanya mtihani katika shule ambayo inapatikana katika mkoa wa Tanga, basi tutabonyeza mkoa wa Tanga. Tutaenda kuchagua wilaya hapo. Basi labda ni tuchukulie ni Tanga mjini. Tutaingia hapo Tanga City. Baada ya hapo tutaangalia jina la shule. Tuchukulia mfano ndio jina la shule ndio hili. Basi utalibonyeza ili kuweza kuingia. Kwa bonyeza basi utapata kuona taarifa za shule. Shule, matokeo kwa ujumla, wako daraja gani, wangapi wamefaulu, kama tunavyoona wasichana na wavulana, na wastani wa shule tumeshaongelea hapo juu. Haya, wasichana tuangalia waliopata A wangapi, B, C pamoja na D. Baada ya hapo utakuja kuangalia chini huku ufaulu kwa kila somo na kuangalia matokeo ya mwanafunzi wako. Kwa hiyo utaangalia hapo. Ila tu jambo la kuzingatia ni kwamba kwa sasa mfumo wa utoaji wa matokeo hautatumia majina kama ulivyokuwa awali. Kuhakikisha kwamba unajua namba ya mtahiniwa. Kwa hiyo mwanafunzi wako hakikisha unajua namba yake ya mtihani ili uweze kuyapata kwa urahisi matokeo yake. Pasipokujua hivyo, basi matokeo yatakapotangazwa utakuwa tena na uhitaji wa kuwasiliana na wataaluma wa shule waweze kukusaidia namba ya mtihani ya mwanafunzi ili uweze kuangalia matokeo yake. Kwa hiyo hizi hatua ambazo tumeziona hapa ndizo ambazo tutaweza kutumia kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa darasa la 4 2025 pale tu yatakapotangazwa na Baraza la Mtihani NECTA. Hivyo usisahau kusubscribe. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Karibu sana Elimika uweze kujipatia update nzuri za ajira pamoja na elimu.